Shalom, shalom, Mungu wetu akubariki. Leo hii nataka niongelee ndoto hii. Unaota ukiwa unanyolewa huko kwenye kinyozi, ama unamuona mtu anakunyoa. Basi ndoto hii inakuzungumzia kama wewe ni binti, utapitia aibu nyingi kwa maisha yako, kwa sababu ni utukufu wako unaondolewa. Utapitia matatizo kwenye mahusiano, utapitia matatizo kwenye ndoa yako, hata katika eneo la uchumi, kazini utapitia matatizo. Licha ya bidii unayetia, itakuwa vigumu kwako kuweza kufaulu, kwa sababu tayari umeshaondolewa utukufu. Kumbuka Biblia inasema kwamba nywele ni fahari ya mwanamke, nywele ni fahari. Kwa hiyo inapoondolewa, unapoona unanyolewa, basi inaonyesha kwamba ufahari wako, utukufu wako umeondolewa. Kama wewe ni kaka, utapitia mateso mengi maishani, utapitia magumu ya kwamba licha ya bidii unayetia, utamaliza maisha yako kama hauna chochote, usipokuwa mwangalifu, usipokuwa mtu wa maombi. Nisikize, mara nyingi vitu hivi vinafanyika ili tukaweze kuomba. Kwa hiyo unapoota ndoto hiyo, wahitaji kuomba, unahitaji kumwamini Mungu katika maombi, kwa sababu kile adui anataka kufanya ni kudunisha maisha yako, kukuletea aibu, usiweze kufaulu. Kwa hiyo utakuta kwamba licha ya bidii unatia, unafanya kazi kwa nguvu, utukufu wako umeondolewa. Yaani kwa lugha nyingine, kuna mtu mahali ameketi, hataki kuona unafaulu. Na nataka uelewe hivi, siku zote anayepigana na wewe sio mtu wa mbali, ni mtu anayekufahamu, anakujua toka kuingia, ni mtu wa karibu, ni rafiki, ni jamaa, ni mtu anakujua. Maana mtu wa mbali hawezi kukutesa, anayekutesa ni mtu wa ndani. Na ndio Biblia inasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa hiyo ikiwa umeota ndoto hiyo, basi jua kwamba adui anapigana na ufahari wako, na pia inakuonyesha wewe sio mtu bure, wewe sio mtu ovyo, wewe ni mtu wa maana, na adui hataki uwe kile ambacho unapaswa kuwa. Barikiwe sana, tegea kipindi kingine. Shalom.